Jamani, mimi nilikuwa na project yangu, Mungu amenisaidia, I'm done. Nimeimaliza leo. Lakini nimejifunza kitu. Sisi watoto wa kimaskini katika uwekezaji wetu aidha wa kibiashara au wowote, tunatumia nguvu kubwa sana, tunapoteza pesa nyingi. Unaweza ukawa na project ya milioni 100 kwa sisi masikini, mpaka ile project inakuja inaisha na unasema hii ni project yangu, hichi ni kitu changu nimefanya, basi umespendi milioni 200 au 150. Katika biashara ambayo sisi maskini utasema hapa nawekeza, ile biashara mpaka uwekeze milioni 100, pale utakuwa umewekeza milioni 150 au milioni 200. Lakini ukija kuitafuta kama faida ilikuwa pale upate milioni 600 au 400, kwa sisi maskini unahangaika sana 350 400. Lakini hiyo project, kuna mtoto kazaliwa Masaki, kakuwa Masaki, maisha yake Masaki, anapata milioni 100 kirahisi, anaifanya kirahisi, na bado anabaki na biashara yameimaliza milioni 500 400 anaweka mfukoni. Wazazi wetu, punguzeni vidole kwa watoto wa watu. Wazazi wetu, kama mna maagano yatoeni, mnatuumiza. Utakuta mtoto mdogo kashaenda kutambikiwa. Wazazi wetu, mababu na mabibi, mlikuwa mnakaza sana. Kuna muda tunaishi kwenye maagano ambayo tumeyakuta ya kale na kale. Mbona mtoto wa tajiri haviwezi kuwa hivyo? Mbona Masaki huwezi kukuta vitu kama hivyo? Unapata tenda kwenye kampuni ya kutumia milioni 500 kwa kaka zetu hao wakubwa mliopo kwenye makampuni, mnaona mmesoma kwa shida, mmepata shida, unapata tenda ya milioni 500. Lakini kaka zetu, dada zetu ambao mpo katika hizo vision za mambo makubwa, kwa sisi tulizotoka familia duni, mpaka upate ile tenda ushaonga milioni 200. Tenda inakuja, hela inakata, tenda haijaisha, yani tunakutana na vitu vigumu sana sisi maskini. Unakuta vitu vigumu mpaka kichwa kinataka kupasuka pa. Unaagiza mzigo labda China au nchi yoyote, ule mzigo utafika kama ilivyofika kontena za mtu ambaye tayari amezaliwa katika mafamilia tayari. Tayari kontena lake litatoka, la kwako litakuganda hapo. Mara huyu alokuwa na faili hili ajaja, mara mfumo wa uprint. Nyinyi si maskini tunateseka wewe. Yaani mtu ambaye umezaliwa kwenye familia kimaskini na unajipambania ugali wako. Alafu kuna kitu kimoja ndio kinaniumizaga kichwa nikikaaga hivi. Nikiwaza na mimi ni bibi mzaa baba, ndo nachoka wako zangu. Unakuta labda tenda project imepeleka tenda, lakini zile kampuni labda ziko 5, mmepeleka tenda moja kwenye kampuni, mmeenda kupeleka proposal mpate. Hata ukipata wewe maskini, lakini ukija kuiangalia ya yule tajiri, katika zile proposal yeka B, anaofuata 800, anaofuata 600, unakuja kufuata wewe 500. Lakini mpaka ulipo hiyo 500, ndugu yangu, ile hela hujalipwa bado. Madeni yanapotokea jamani, tuna mama. Tena mimi ndo nasema, kama mtu ananionaga najishaua, ananionea gele, jamani, msinionee gele, mimi sijishaui. Kuna muda mtu unaongea mpaka unachanganyikiwa. Kujiliwaza tu hapo, afisa kashakupigia simu anataka rejesho la gari, unapiga picha unaliposti huko. Yaani wewe kuumia kwako mimi ndo kidogo naona kumbe nafanya vitu vizuri. Lakini ndani tunaumia sana utafutaji wetu. Tunaumia sana kwenye manguvu ya kutafuta, tunaumia sana. Sijui maagano, sijui viapo. Alafu unakutana sasa na shoga yako tu, kilizaliwa Masaki kwao Masaki huko Yaani hata upatikanaji wao wa hela rahisi. Kwa hiyo kama tunapata nafasi ya kutoka huko Mwananyamala, jamani tutoke kwa nguvu. Jamani tutoke kwa nguvu. Kama tunataka kutoka huko Mabibo, jamani tutoke tukikimbia. Kama wanataka kutoka huko Mchikichini wapi, jamani tutoke. Watu wana nyumba mbovu tu Kariakoo, lakini ukiishika hiyo kodi ya Kariakoo, jamani. Na kama wewe upo hapo unatafuta, unaona kila unachokifanya kiende kinini, ndugu yangu, haviendi vyote. Wengine tumeitumia tu hii mitandao ndo kupuliza nafsi zetu. Huku ndani ni tunapambana, ni tunaumia kiama chote. Unausubiria mkopo ambao tajiri mimi nimechoka, kumbe kuna matajiri wengine mikopo chap. Lakini mkopo unaosubiria wewe Mariam Uswazi mpaka uupate, jasho limekutoka. Mimi ndo maana nilisema sitaki kuwa muongo, mtu asiniusudie jamani. Mambo ya ndani ni magumu na watu hawataki kusema ukweli. Ndio maana nilipokuja huku naona vitu vigumu. Jamani, mimi ukweli nitaongea kutwa mara 3. Mambo kwa sisi watoto wa kimaskini ni magumu.
Unamkuta tu mtoto mwenzio, msichana mwenzio, mambo yake kila anachokifanya shwa. Maagano, mafamilia tulozaliwa, wazazi tupunguze vidole kwa watoto watu. Unapomnyoshia mtoto wa mtu kidole, vinne vinarudi kwetu. Unamkuta mzazi wa mtu anamsemanga mtoto wa mtu, mnatuumiza. Punguzeni midomo wazazi wetu, mnatuumiza wazazi. Kama na mababu zetu, mabibi zetu, tena hili moja kubwa ndo linaniumaga. Unakuta unatafuta maisha, mtu anatafuta maisha anapanda hapa, utapokuja kushuka. Kiboko. Kuna watu wanaenda Hong Kong, Machina, mtu anaondoka msichana anaenda anajiuza, anatoboa, lakini kupata tu ile akili nikajenge hata kwetu. Jamani, wateja wanakata, ukija kurudi kwenu ulichowekeza una. Ama baada, tujitahidi na sadaka, tusaidie mayatima. Tukipata muda tuwe kama Jaula. Siku moja unaenda Muhimbili kusaidia wagonjwa. Maisha yana mambo mengi, yanaumiza sana. Unaweza ukakaa ukawa kwa sadaka, una sadaka ya kutoa hela, una sadaka ya kutoa muda, basi amka asubuhi, nenda hata Jaula. Makanisa, mamisikiti wana makundi yale ya kwenda kufanya usafi mahospitalini. Maagano yanatuumiza sana. Vita za wakubwa hatuzijui, tunatumika hata sisi wengine. Jamani, leo bwana hapa, bwana mimi nimeongea bwana, vinachosha. Mradi wa 500 kufanya wewe Mariamu Uswazi unatumia milioni. Alafu kuna mtu tu atakuja pembeni atatumia ile 500 na faida ataipata 1,500,000 na 500,000. Na 500,000 yake imerudi. Yaani kazi ya 500,000 upate faida 1,500,000 na 500,000. Wewe Mariamu Uswazi utaitumia kwa 1,100,000 na faida ukipata sana 300,000. Hiyo 300,000 imekuja rejesho la benki. Ndio hapo mnatukuta tuna marejesho tupumui. Huko ndo tuna afadhali na hela zetu. Kama unakopa ujengewe, bora ujengewe na benki. Jamani, sisi utoboi. Nini maneno, ndio maana nawafundisha sana. Mimi suni naenda kuwa na jibusti leo. Tunaanza kukopesha. Jamani, mimi nisiwe muongo. Nitatembea huko mitaani huko kutafuta wakopaji na kuwapa maana mkopo na urudishaji mzuri. Hivi hatutoboi, tujichange na tukope na tuwe walipaji wazuri. Mambo ni magumu jamani. Au matajiri wenyewe kuna muda wanakaa kwenye magari yao wanalia huko afuta makamasi. Mambo ni magumu, tusiogopane. Mambo ni kukopa, lipa taratibu. Jibusti leo inakuja. Kopa, lipa, kuwa mwaminifu, upande. Tofauti na hapo sisi maskini kutoboa. Hela haijaingia tayari shaisha kwa madeni. Hapo ndo unapochokaga. Mtu anapanda akija kuteremka mtume rasuli. Sijui anataka bwana vitu vingine bwana, bora vita ya uchumi, bora vita ya mahusiano kuliko vita za kiroho. Kwa sababu hizi zote ziko ndani ya kiroho. Sasa we kutana na vita ya mahusiano ina kiroho, ya pesa ina kiroho, ina kiroho. Kopa. Jamani, kopa, kuwa na nidhamu ya kulipa. Chezeni michezo jamani. Michezo chezeni, ila hakikisha unacheza mchezo ambao haukuumizi. Maana unaweza ukawa unacheza mchezo, sio unaweza. Mimi mfano mkubwa. Niliingia mchezo napokea hela nzuri tu kwa kijumbe. Mwenyewe na vijumbe wangu nacheza na kwa watu, wala nisiwe muongo. Jamani, nikasema hii hela nikipokea nitafanyia kitu fulani, naomba niwaambie. Sina 100, kile kitu sijafanya mpaka leo. Kwa hiyo ukipata muda wa kujidonduliza, jidondulize. Maisha sio rahisi. Aidha kwenye familia, aidha kwenye ndoa, aidha kwenye mahusiano, kwenye biashara, kwenye kazi, hakuna kitu rahisi. Na kama wewe uko katika hizi sekta unapata vitu kirahisi, basi gharama zake baadaye ni kubwa. Yule Mariamu ana makato nini na nini. Dada, chezesha wewe mchezo. Maana mwisho wa siku mchezo unaisha, madeni unayodai hata yale makato hayana mbele. Ila tukirudi mitandaoni tunajikaza. Usikate tamaa. Kama ulilalamka, pagumu kwangu, kwako na kwa yoyote pagumu. Hata uwe nani, ugumu unakutana nao na unakubaluza, na ugumu unabaluza bwana. Nishakupa kigali barabarani pale daraja la Kigamboni, nikakaa tu nikalia. Mtu kaondoka na milioni 65. Wenye grupu hawaamini. Tandaoni kijiumbe mtapeli. Kwa hiyo be strong, focus, never give up. Maisha sio rahisi. No matter what. Kinachokupa amani, fanya. Kisichokupa amani, bwana we kiende. Maana kitu kama chako kitakuja ukiwa kitandani. Kama sio chako, kitaondoka hata ukiwa barabarani. Usikate tamaa, focus. Pambania. Yaani kombe lako hakikisha unalipambania. Hata kama kwa siku unapata shilingi 50, pambana. Maisha sio rahisi jamani.
Mimi leo namshukuru Mungu nimemaliza project yangu, lakini imenipiga. Na hapo ukifanya masia